Na ndiyo maana tunasema jameni, tunakubali ya kwamba hapa ni Mlima Kenya. Na wewe ambao Rigathi Gachagua, wewe kama wewe ni mwanaume sawasawa, tunataka kukwambia tukiwa hapa Mbeere North, leta candidate yako asimame katika kiti ya Mbeere North, tumenyane na yeye, tukushinde asubuhi mapema, ili utambue ya kwamba William Samoei Ruto ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kama wewe unasema ya kwamba tunaweza kuwania kiti ya rais, kabla uwanie kiti ya rais, pima nguvu yako, na anza kupima nguvu yako hapa Mbeere North, na utajua you are right weight. Utajua kwamba wewe una nguvu yoyote. Wewe tutapimana na wewe hapa Mbeere North, tukushinde, tukupeleke nyumbani asubuhi mapema. Na hakuna siku hata moja utaona rais wa Kenya akifika hapa atikuomba kura ya kiti ya yule ambaye anasimama na chama yake ya UDA. Sisi ndio tuko hapa. Sisi tutamenyana wewe, tuhakikishia kwamba umeenda nyumbani mapema. Juu Kenya haitaki watu wa fitina, haitaki watu wa furugu, haitaki watu wa kuchochea wananchi wa Kenya, watu wa maandamano, watu wa roho chafu. Inataka mtu ambaye ako na sera ya kutengeneza mashule, kulipia watoto karo, kutengeneza barabara zetu, kuweka maji katika maboma yetu. Watu ya Mbeere na watu ya taifa ya Kenya hawakuli matusi. Tumeona wewe unasimama, kazi yako ni matusi, mdomo chafu, pamoja na wale wengine mnaandamana na wao. Hatutaki hiyo katika taifa letu la Kenya. Na ili unjue watu ya Mlima Kenya wako na wewe, lete candidate yako hapa na hiyo chama yako ya DCP, unjue ya kwamba nani ambaye ako na nguvu, na tunakungojea. Yes. Pesa ya serikali ya Kenya mahali popote iko, tuko na wajibu ya kuhakikisha kwamba hiyo pesa inatumika kwa njia sawa. Na hiyo ndio wito ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kuhakikisha kwamba miradi yote kubwa na midogo katika taifa letu la Kenya inafanywa na inafanywa kwa ustandi, ili wananchi wote wa Kenya wafaidike na pesa yao. Hii pesa si ya mtu binafsi. Hii pesa ni ya watu wa Kenya, na tukiwa pangose, nyinyi ni wa Kenya, muko na haki ya kuhudumiwa na serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Maneno yenu ifanywe sawa, madarasa yenu ikae sawa, watoto wenu pia wasome, mpatue bursaries, mkae sawa. Ama namna gani? Bwana hii. Kwa hivyo tumekuja kwa mipango ya serikali ya maendeleo. Maneno ya maendeleo. Maendeleo sio barabara peke yake. Maendeleo sio maji peke yake. Maendeleo sio stima peke yake. Na ile maendeleo ya muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wako na mazingira nzuri ambao wanasomea. Kuhakikisha kwamba watoto wetu wako na pesa ya kulipa karo katika mashule yao. Kwa sababu nchi yetu ya Kenya imetengenezwa na familia, na tunajua ya kwamba kona mingi ya Kenya familia iko na shinda, especially in marginalized communities in the Republic of Kenya. Mahali kuna jua kali, mahali kuna kiangazi, in semi-arid and arid areas in the Republic of Kenya, unakuta wale familia ambazo ziko pale zinapaswa kushikiliwa sawa, na familia zile zinapaswa kushikiliwa sawa katika kona ya Kenya. Tukiwa huko Mandera, tukiwa Kilifi, tukiwa kona ile ingine, pia ni familia na jamii ya Wambere. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Mimi nasema hii kwa sababu nimesikia wengine ati wanasema ile kazi ambayo tunafanya hapa ya kuhakikisha shule zetu zinakaa vizuri,
ya kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wanapata chakula, hawa watoto wetu tunawalipia karo. Atio ni kazi duni. Nauliza jameni, wakati tunashikilia familia, wakati wewe papa wa Mboma, mzee wa Mboma, mama wa Mboma, wakati haupati usingizi, nje hauna 5,000, 10,000 ya kulipia mtoto yako karo, wakati serikali inafika kwako kupitia viongozi wale wao katika serikali, kupitia mimi kama waziri, kupitia wabunge, kupitia viongozi wale wengine, hiyo ni kazi duni jameni? Hiyo ni kazi duni? Hiyo ndio ile kazi mwananchi wa chini yule ambaye alitengeneza serikali ya Kenya alitengeneza kupitia kupiga kura kwake ili awe anatunzwa na serikali. Na kwa sasa serikali imefika wapi? Goshe. Na haijafika kupiga mdomo tupu. Imefika kuhakikisha kwamba yale mashinda ambayo mko nayo tutaitatua pamoja. Tutaitatua tukiwa tumeshikana, tukiwa kitu moja. Lakini wale ambao kazi yao hawana mpango, hawana maono, hawanjui mashinda ya watu ya Ngoshe, utasikia wakipiga mdomo, wakinyefu. Na hiyo mdomo haina maana yoyote. Unanielewa jameni? Ya Mheshimiwa Rais inatujengea barabara. Tunataka maji ya kunywa na kulima, na tunajua serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto inatufanyia hiyo na inatupangia mengi zaidi. Kwa hiyo hata mkishikana mkuu 10, mshikane nyote. Tunawajua nyote mmekuwa katika serikali. Kalonzo Musyoka umekuwa serikali miaka mingi. Eugene Wamalwa umekuwa katika serikali miaka mingi. Wewe Rigathi Gachagua umekuwa katika serikali. Hamuna chochote mnaweza onyesha watu wa Kenya ili ambao umewafanyia. Hamuna chochote mnaweza onyesha watu ya mbele no mwafanyia nini? Hatukuli matuzi na hatukuli mdomo tupu. Kadugo ni arado? Kadugo. Manana wao kava ade komina inia. Kadugo. Kidogo ni chamba jinga na bayi wa kurumana. Kiuniko zona ndani arado? Wakwenda wasikwende. Wakwenda wasikwende. Wakwenda wasikwende. Hapa Mbeere North tukiachia kwamba miradi ya serikali ya Mheshimiwa Rais inaendelea. Na tutasunguka Kenya mzima tukiachia kwamba miradi ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto inaendelea kona yote ya Kenya. Kwa hiyo mtu asije akasema ati tuko hapa peke yake. Tunasunguka Kenya mzima. Lakini wakati tunasunguka Kenya mzima tunakumbuka pia Mbeere North ni Kenya. Na lazima iangaliwe na jicho sawa na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Kitugugo. Nimuko nyitera mu Ramadende? Nimuko dura mu Ramadende? Agina mbele imeweka pesa katika budget ya mwaka huu, na wiki ambayo inayokuja tutaona advertisement ya barabara ya kutoka Ishiara ikienda Karerema, ikienda Kerie, ikienda Momenje, ikienda Ipiara. Serikali ya Mheshimiwa Rais kwa sasa inajenga barabara ya Kanyombora, barabara ya kufika Kamomo. Pale Kamomo kumewekwa daraja kubwa ambayo inaendelea kwa sasa. Ikienda huko Soko, ikienda Kagere, ifika Shiakago. Hiyo barabara inajengwa kwa sasa ya kwa niaba ya watu wa Mbeere North na serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile serikali ya Mheshimiwa Rais inajenga barabara kutoka Muvakare kufika Getie. Inahakikisha hiyo barabara inawekwa rami. Jameni, serikali ya Mheshimiwa Rais inaweka mradi ya irrigation pale Kanyombora
irrigation water project, inaweka mradi ya Kamata irrigation water project kule Ndawa. Kuna mpango ingine ya kuweka mradi ya Mukanda irrigation project. Kuna mpango vile vile ambao imepatiwa mwanakandarasi ili maji toke Kiambere Dam iende Kiambere Ward, ifike Mumenje Ward na ifike pande hii ya Evroli ya chini. Hiyo ni mpango ambao serikali ya Mheshimiwa Rais imehakikisha kwamba inafanyika. Sasa jameni, mnataka kutoka ndani ya serikali? Rais anafanya kazi afanye. Rais anafanya kazi afanye. Nataka sasa kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais. Alifanya vizuri sana. Wakati kiti ya waziri ilitoka kwa mwenzetu JP Motuli, hakupeleka mahali pengine, alirudisha tena mbele. Hiyo ni shukurani ya Mheshimiwa Rais, na hiyo ni moja yenye inafanya tuseme sisi tuko ndani ya serikali. Tuko hapo na tutoki. Kwanza kwa our CS Bwana Roko, kwa sababu vile imetendeka siku ya leo haijawahi tendeka tangu inji iumbwe, tangu Kenya ianze na utawala wote umetendeka Kenya, hatujawahi pata CS hapa Ngoshe. Na ndio mtanikubalia niseme sababu sisi kama watu wa Ngoshe na wa hii area tutakaa kwa serikali. Sababu kuna watu wametokea na wanasema mambo mingi. Sisi tutakaa kwa serikali kwa mambo matatu. La kwanza, serikali imeshikilia masomo. Watoto wetu hawajatumwa shule chini ya uongozi wa CS wetu Roko. Si mmepata basari? Ya pili, mabarabara ya elimu. Mumeona ukweli kwa njia ambazo tumepitia, kila mahali kunapitika. Ni kwa sababu ya serikali. Kama si serikali hakungelimwa. Ya tatu ni kwamba kuna watu ambao wamepata kazi. Hata ingawa bado kuna hiyo changamoto, kuna watu wamepata kazi kupitia uongozi wa serikali ambayo tuko nayo. Maji tunayo, si ni ukweli? Maji tumeyapata pia kupitia kwa serikali. Hivi sasa mimi mtanikubalia nikimalizia niseme, kwa hizo sababu sisi hatubaduki. Tuko ndani ya serikali na tutakaa kwa serikali. Sisi tuna shukrani nyingi sana kwa hii serikali tuko nayo, na already imetufanyia kazi mingi, na tunasema sisi hatubanduki. Tuko ndani ya serikali. So tutaendelea kuwa ndani ya serikali, ndio tumepanda, tumelimia, na tunataka kufanya nini? Tuvune. Asante sana. Waziri wetu ambaye kwa kweli amekuwa akishughulikia masomo kwa njia nzuri. Ninataka kutangaza ya kwamba tangu waziri uanzishe mpango wako maalum wa kuleta fedha kwa day schools Ngoshe, nilikuwa ninaangalia leo katika kumbukumbu zangu, tumeweza kupokea mpaka pale tumefika 2.1 million ambazo tumekuwa tukipata kupitia bursaries. Tumpigie waziri wetu makofi. Jambo hilo lingine ambalo ningetaka kutaja ni kwamba wakati huu shule yetu tuko na tarajio ya kwamba CBE ikiingia mwaka ujao tutakuwa na zaidi ya watoto 100 ambao watajiunga na sisi.